Samia Suluhu Hassan daktari, ambaye yeye katika juhudi zake tangu ameingia kwenye uongozi huu amekuwa akisisitiza ushiriki wa Watanzania kwenye uchumi wetu, lakini vile vile tunamshukuru Rais kwa kufungua mipaka au kufungua milango kwa ajili ya uwekezaji kwenye maeneo mbalimbali, hasa kwenye hii sekta ya madini, na sisi tumekuwa tukipata nafasi ya kushiriki kwenye makongamano mbalimbali ya kimataifa ambayo Mheshimiwa Rais alikuwa akitembelea nchi mbalimbali, na kwenye makongamano haya tumefanikisha kuweza kujiunganisha au kuungana na makampuni mbalimbali ya kimataifa yanayotoa huduma kwenye sekta ya madini. Kwa hivyo imekuwa ni fursa njema ambayo rais wetu ametufungulia pamoja na uongozi wake. Kwa kweli tunachukua nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan daktari kwa kazi hiyo, lakini vile vile tunapenda kuchukua nafasi hii kutoa pongezi na kutoa shukrani zetu kwa waziri wa madini ndugu yetu Anthony Mavunde, ambaye yeye amekuwa mstari wa mbele katika kusimamia ushirikishwaji wa Watanzania au local suppliers kwenye sekta ya madini. Wakati mwingine kwenye uongozi, ndugu zangu, huwa inahitaji juhudi binafsi kwenye baadhi ya mambo ambayo yanakuwa na taratibu zake. Kwa hivyo ningependa tu kuhakikishia kwamba Mheshimiwa Mavunde amekuwa anaweka juhudi binafsi za kuhakikisha kwamba tunashiriki, na hata wakati mwingine amefika pointi ya kutupigia hata simu kutuuliza mko wapi, mnafanya nini. Maana yake ni kwamba yeye mwenyewe anataka kuona katika kipindi chake cha yeye kuwa waziri, basi anasimamia Watanzania tuweze kushiriki moja kwa moja. Tunafahamu kwamba kuna changamoto nyingi sana zinazojitokeza kwenye ushiriki wa local suppliers kwenye sekta hii, kwa sababu sekta hii ni sekta tunasema ni technical, yani vitu vingi ni vya kitaalamu sana, na vitu vingi vinavyofanyika au huduma nyingi za kwenye sekta ya madini ni huduma zinazohitaji pia uwezo wa kiuchumi, yani zinahitaji mtaji mkubwa. Kwa hivyo moja kati ya kuanzisha taasisi hii ni kuhakikisha kwamba tunakabiliana na changamoto hizo ili kuweza kuwawezesha Watanzania au local supplier kampuni za Kitanzania kuweza kufanikisha au kujenga uwezo wa kuweza kukabiliana na changamoto hizi, na ndiyo maana tumeanzisha hizi TAMISA Forums. TAMISA Forums au makongamano ya TAMISA yatakuwa yanawaleta kwa pamoja wahusika au wadau wa sekta ya madini, kuanzia wadau wa sekta ya madini kutoka kwa serikali yenyewe, ambapo tutakuwa tunashirikiana kwa karibu sana. Mheshimiwa Waziri alitoa maelekezo hayo tayari, na tumeshakaa vikao vya kiutendaji au vikao vya kazi pamoja na Mheshimiwa Waziri mwenyewe, Mheshimiwa Mavunde, na yeye amekuwa ndio mwenyekiti wa vikao hivi kuhakikisha kwamba tunashirikiana na wizara upande wa tume ya madini, upande wa kamisheni za madini. Wao watakuwa moja kwa moja wanashiriki na sisi kwenye makongamano haya na kwenye kushirikiana kuhakikisha kwamba tunawawezesha Watanzania au tunapeana mbinu mbalimbali na uwezo mbalimbali kwenye kufanikisha kujenga uwezo kwa kampuni hizi za Kitanzania. Lakini vile vile kuna wadau mbalimbali ambao ni wadau wa sekta ya madini wenyewe, ambao ni migodi mikubwa na kati, ambao ndio wanahitaji huduma. Lakini vile vile tukaona kwamba hata hawa migodi midogo midogo kama ndugu zetu wa FEMATA ambao ni small scale miners, wanashika taasisi yao au shirikisho lao inaitwa FEMATA. Tumekaa vile vile na rafiki yetu Victor Tesha pamoja na mwenyekiti wake au rais wake, pia tumeshafanya mazungumzo nao kuhakikisha kwamba na hawa wa sekta ya small scale miners na wao pia wanahitaji huduma au wanakuwa wanatumia huduma mbalimbali. Kwa hiyo tunachojaribu kufanya hapa kutoka kwa hawa miners, lakini vile vile kushirikiana na sisi wenyewe au members wa taasisi hii ya TAMISA, basi tunajenga platform ya pamoja ya kuweza kusaidiana kuorganize au kujiweka sawa ili kuhakikisha kwamba taarifa mbalimbali zinakuwa zina flow vizuri, lakini vile vile fursa zilizoko zinakuwa communicated au zinakuwa zinafahamika
kwa wahusika mbalimbali. Wakati mwingine unaweza kukuta na watu wanaweza kutoa huduma wana uwezo mkubwa sana, lakini taarifa wanakuwa hawana. Kwa hiyo sisi tukaona kwamba tuungane au tujiorganize ili tuweze kutoa taarifa kwenye mtiririko au kwenye maana jinsi ambayo inaweza ikasaidia taasisi hii au inaweza ikasaidia members wa taasisi hii pamoja na sekta ya madini kwa ujumla. Mwenyekiti wa hii taasisi inaitwa TAMISA, na tumeanzisha kwa sababu tulikuwa tunahitaji tuwe na one voice, tuwe na sauti moja, hasa sisi wa Tanzania ambao tunafanya kazi kwenye migodi. Kama ambavyo mnafahamu, waziri wetu Mheshimiwa Anthony Mavunde amekuwa champion sana katika kujaribu sisi kufanya sisi wa Tanzania tuweze kushiriki vyema katika uchumi huu katika hii sekta hii ya madini. Ameongelea zaidi ya mara moja, jamani, kuna over trilioni 3.1 kila mwaka ambayo inatumika katika manunuzi. Sasa sisi kama TAMISA, kama sauti ya suppliers wengine wote ambao ni local, tunajaribu kuona hiyo trilioni 3 inaenda wapi. Na katika uongozi wangu vitu ambavyo tunajaribu sana kujikita ni sio vitu vingi. Mimi sio mtu sana wa maneno, zaidi ya action, lakini kitu ambacho katika uongozi wangu nataka nikumbukwe ni kuhakikisha kwamba tunaiona hiyo trilioni 3.1 at least katika miaka miwili, at least 20% au 30% tuione kwa Watanzania. Tunakuwa tukilalamika sana kuhusu Wachina wanakuja hapa wanachukua kazi zetu. Sasa sisi hii taasisi itahakikisha kwamba tunaweza kuwajengea uwezo wa Tanzania ili waweze kushiriki katika uchumi mpana. Cha pili ni kujaribu sana sisi kuweka viwanda hapa nchini. Nitatolea mfano kampuni yangu na kampuni inaitwa East Africa Conveyors, ambao sisi tunatengeneza vipuri hapa nchini na tunasafirisha mpaka nje ya nchi. Kwa hiyo natamani sana, nadhani Dr. Seba atakuja kuelezea benefit zaidi, kwa sababu yeye ndio kamati yake ya communication na events. So mimi nachotaka kuambia tu, ndugu zangu, tuamke. Nyinyi ni waandishi wa habari, natamani sana tuweze kufanya kazi pamoja. Hii ni kongamano la kwanza, lakini tunategemea kufanya kazi na nyinyi kadri siku zinavyokwenda. Lakini na nyinyi ndio midomo yetu, yaani nyinyi mnaweza kutusemea ni nini tunatakiwa kukifanya. Kwa hiyo mimi kwa leo sio msemaji